Kutoweka kwa mvuvi Brian Odhiambo katika mbuga ya wanyamapori ya Ziwa Nakuru mwaka uliopita iliendelea hii leo. Alexander Lorogoi alipata nafasi ya kueleza mahakama alichofahamu kuhusu kisa hicho baada ya kumkamata marehemu Brian Odhiambo. Lorogoi alimwekea lawama mkubwa wake sajenti mwandamizi Francis Wachira, akieleza mahakama kuwa baada ya kumkamata Brian alimkabidhi mikononi mwa Wachira kabla ya kuripotiwa kutoweka. Ken Gashui na taarifa hii. Maafisa 6 wa huduma ya wanyamapori KWS waliwasili mahakamani kusikizwa kwa kesi dhidi yao, ambapo wameshtakiwa na kosa la utekaji nyara kwa nia ya kuua mvuvi Brian Odhiambo aliyeripotiwa kutoweka mikononi mwao Januari 18 mwaka uliopita. Leo ikiwa zamu ya afisa Alexander Lorogoi ambaye alikiri kumkamata mshukiwa wa uvuvi haramu ndani ya mbuga hiyo chini ya maagizo ya mkubwa wake sajenti mwandamizi Francis Wachira. Suspect alikuwa anapita ndani ya mtaro kupitia ile njia ya wanyama hiyo wanatumia ku cross mtaro. Baada si kaweza kumtangulia mbele, wakati pia alipita tukakutania wote baada ya mtaro. So uli command suspect asimame? Yes, Your Honor. Alisimama? Ndivyo. Lorogoi alieleza kuwa hakuchukua taarifa ya utambulisho wa mvuvi huyo, ingawa maelezo aliyotoa kuhusu muonekano wake yanafanana na yale yalitolewa na mashahidi pamoja na wazazi wa Brian. Uliweza kujua ni nani ambaye ulishika. Kwa hivyo wewe hukufuata sheria ambayo ungefaa uzingatie wakati ambapo unashika mtu. Lorogoi alimweka lawama sajenti mwandamizi Wachira kwa kutoweka kwa mvuvi huyo, akidai kuwa baada ya kumkamata alimkabidhi mikononi mwa Wachira na hakumuona tena katika ofisi ya kusajili washukiwa, ambapo washukiwa wengine waliwasilishwa siku hiyo. Wachira aliamrisha atoke kwenu aende kwa Sudi. Ni kweli? Unaweza jua huyo mtu wako wapi sasa? Sijui. Lakini mtu wa mwisho aliyekuwa na yeye ni nyinyi pamoja na Sudi. Ni kweli? Mvuvi huyo anayeaminika kuwa Brian Odhiambo hakuwahi wasilishwa mahakamani au kituo chochote cha polisi. Lorogoi, Wachira na maafisa wengine 4 sasa wakikabiliwa na shtaka la kumteka nyara. Ile suspect ulimkamata, haujawahi pata taarifa kwamba amepotea mpaka wa leo? Washtakiwa zaidi wanatarajiwa kutoa maelezo yao Juni 22 mwaka huu. Ken Gashui, KTN.